Na kijana mmoja aliyeitwa Brian, kijana mwenye sura ya kuvutia, maneno matamu na ujanja wa hali ya juu wa kuzungumza. Kila alipofika sehemu yenye wanawake, macho yote yalikuwa kwake, lakini ndani ya sura hiyo ya kupendeza kulifichika umasikini mkubwa na maisha ya udanganyifu. Brian alikuwa anaishi kwa mama yake huko Mbagala, kwenye nyumba ya vyumba viwili vya kupangisha. Mama yake alikuwa mama wa kazi za ndani, mzee mwenye moyo wa upendo, lakini aliyechoshwa na tabia za mwanawe. "Mwanangu, si bora ukae utafute kazi halali kuliko kuwadanganya watu?" Lakini Brian alikuwa na falsafa yake, open quote, "Mama, maisha ni mchezo, mwenye akili ndiye anayeshinda," close quote. Alikuwa akivaa vizuri kwa sababu alikuwa na marafiki matajiri waliompa nguo zilizotumika. Alijua kujipamba, kupiga maneno mazuri na kujifanya mwanaume mwenye pesa. Mtego wa kwanza. Siku moja akiwa kwenye baa ya kifahari huko Masaki, alikutana na msichana mrembo aitwaye Cynthia. Alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, mwerevu lakini mwenye moyo laini. Brian alijifanya kama mwekezaji mdogo anayemiliki kampuni ya usafirishaji. "Unajua Cynthia, mimi sina muda mwingi, kampuni yangu ina matawi Arusha na Mwanza," alisema huku akishika simu bandia ya iPhone iliyokuwa imepoteza mtandao. Cynthia aliamini. Brian alimpeleka sehemu nzuri kwa pesa alizoazima kwa rafiki yake, kisha akamshawishi kwa maneno matamu hadi akajikuta akimpenda. Baada ya wiki mbili, Brian alianza kumwomba pesa kwa kisingizio cha mchanganuo wa mradi. Cynthia alimpa $300,000. Brian alitumia pesa hizo kununua nguo na kupeleka mama yake hospitali. Cynthia hakujua, ila alianza kuhisi tofauti. Hakuwahi kuwa na ofisi wala gari. Mwongo anazidi kupanda. Baada ya Cynthia kuanza kumtilia shaka, Brian akageukia mtego mpya. Safari hii akalenga wanawake waliokoma, wenye uwezo. Kupitia WhatsApp group za biashara, alikutana na Monica, mama wa watoto wawili, mwenye duka la nguo Kariakoo. Monica alikuwa mpole lakini mwenye upweke. Brian alijifanya ni mfanyabiashara anayehitaji ushirikiano wa kuagiza nguo kutoka China. Akawa anamwandikia kila siku, anamuita queen wa biashara, anampongeza kwa kila kitu. Baada ya muda, Monica alijikuta akimpenda kijana huyo. Walipokutana, Brian aliomba msaada wa $500,000 kwa ajili ya malipo ya mizigo bandarini. Monica alitoa, lakini baada ya wiki moja, simu ya Brian ikawa haipatikani tena. Siri wa Cynthia na Monica walikutana kwa bahati mbaya kwenye saluni moja. Kila mmoja alikuwa akiongelea mchumba wake hadi walipogundua wanazungumzia mtu yule yule. Walipatana na kupanga mpango wa kumwanika. Walitengeneza akaunti bandia ya mwanamke mwingine, wakaanza kumvuta Brian taratibu. Ndani ya siku chache, Brian akajikuta ameanguka tena kwenye mtego, akianza kuomba pesa za leseni ya kampuni. Siku walioamua kumtega, walipanga wakutane naye kwenye mgahawa mkubwa wa mjini. Brian alifika akiwa amevaa vizuri, akijifanya boss. Alipowasalimia, ghafla Monica na Cynthia wakatoka nyuma ya meza ya pembeni. "Brian, leo umefanikiwa kweli sio?" Monica alisema huku akicheka kwa kejeli. Uso wa Brian ukabadilika ghafla, maneno yakamkosa. Wateja wote wakageuka kumtazama. Sehemu ya bongo. Habari za tukio hilo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Watu walimcheka, wengine walimhurumia. Mama yake aliumia sana. "Nilikuonya mwanangu," alisema kwa machozi. Brian alikimbia mtaa kwa muda, akikaa kwa rafiki, lakini maisha yakamfunza. Miezi michache baadaye, alianza kufanya kazi ndogo ndogo za delivery kwa pikipiki. Alijitahidi kujitegemea, akajifunza kuwa heshima na ukweli ndiyo nguzo ya maisha. Siku moja akiwa anakabidhi mzigo, alimkuta Cynthia dukani kwake. Walitazamana kwa muda mrefu, kimya kilitawala. "Umebadilika kweli?" aliuliza. Brian akasema kwa unyenyekevu, open quote, "Sasa najua si kila kitu kinafanikiwa kwa udanganifu," close quote. Cynthia alitabasamu kwa upole, kisha akaondoka. Brian alijua hiyo ilikuwa zawadi kubwa kuliko pesa, msamaha wa kweli alilokuwa akidai nalo. Ili kupata simulizi na hadithi nyingi tamu, tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube, Chazi the Storyteller, na pia tufuate kwenye TikTok. Hii channel ya Chazi the Storyteller ni nzuri sana. Hakikisha umesubscribe hapo chini. Ndio, na pia tufuate kwenye TikTok, utapenda content yao.